Mtazamaji, tumerejea hapa mara baada ya mapumziko mafupi na bado tunajadili swala zima la kushinda hofu. Tuko na mwanasaikolojia hapa tukijadili naye. Tumeshagusia vyanzo, tumegusia maana pia halisi ya hofu na mambo mengine kadha wa kadha ambayo tumeshakwisha kuyazungumza. Natamani tusogee mbele mwanasaikolojia, tuangalie sasa ni hatua zipi za kwanza kabisa mtu anapaswa kuzichukua anapotambua kwamba ana hofu. Hatua za kuchukua mtu anapotambua kwamba ana hofu. Kuna hatua mbalimbali ambazo unaweza kuzichukua, lakini nitajaribu kuzielezea baadhi. Hatua ya kwanza ambayo ni ya muhimu sana, kubadili mtazamo kuhusiana na swala zima la hofu. Maana hapa utaibadili mtazamo ya kwamba hofu si kwani nikiwa nina hofu ninaweza nikafa. Je, mimi nikiwa nina hofu utakuwa ni mwisho wa maisha yangu? Hapana. Utabadili mtazamo wa kuchukulia kwamba hofu iwe ni sehemu ya maandalizi yako wewe kupiga hatua nyingine. Kwa sababu hofu inaweza kaua vision yako. Hofu inaweza kaua creativity yako. Hofu inaweza kaua ule uwezo ulionao. Kwa hiyo ni lazima mindset yako, ubongo wako uweze kutoa mtazamo mwingine kuhusiana na swala zima ya hofu. Unapokubali ya kwamba ni kweli nimekuwa na hofu, ni kweli nimekubaliana ya kwamba mimi nimekuwa na uwezo huu kuhusiana na swala zima la hofu, inabidi nibadilishe mifumo kuhusiana na swala zima la hofu, nipate kusimama, nipate kupambana, nipate kwenda mbele ili niweze kuwa mshindi katika hii engo. Nataka nitolee mfano, kuna lecture moja ambaye alikuwa ni mshindi wa mbio. Katika ukuaji wake wakati akiwa mwanafunzi walikuwa wamezaliwa wawili, kwa anaitwa Gray na Frieda. Hao walikuwa ni watoto ambao walikuwa wanasoma shule moja nchini Marekani. Katika ukuaji wao, kwa sababu kulikuwa na baridi sana, katika eneo kulikuwa na baridi sana, lakini kila ikifika asubuhi walikuwa wanawasha moto, wanaenda na mafuta ya taa, wanawasha moto. Mwalimu alitoa kama ile, kwa sababu alikuwa karibu, alikuwa amewapa kama ile kazi, wakifika ile muda wa asubuhi wanawasha moto alafu wanakaa pale kwa ajili ya kupunguza ile baridi. Lakini kuna muda ambao walibadilishiwa, hawakujua ile, kuna baadhi ya mtu aliweka mafuta ya petroli kwenye ile duma ambalo wanalitumia. Kwa hiyo baada ya kuweka mafuta yale ya petroli alisahau. Wale Gray pamoja na Frieda waliamuka kama kawaida asubuhi, wakabeba ile petroli wakaenda nayo katika kuwasha ule moto. Lakini baada ya kuwasha ule moto uliwaunguza kwa bahati mbaya wote. Gray alikuwa na ndoto ya kukimbia kushiriki mashindano ya Olimpiki. Na baada ya kupata ile ajali, Floyd alifariki kwa sababu ilikuwa ni ajali ya moto ambayo iliwaumiza sana. Lakini Gray pia aliungua, lakini baada ya kupelekwa hospitalini ilionekana ameungua sana miguu yake, inabidi ipate kukatwa. Huyu Gray alikuwa na ndoto ya ni kushiriki mashindano ya riadha. Wakati upo hospitalini alipata kumsikia daktari akimwambia mama yake kwamba hatuna option nyingine ili mtoto wako zaidi ya kukata miguu yake. Baada ya Gray kusikia kile kitu aliumia sana. Alimwambia mama yake, na mwenyewe alilia sana. Lakini Gray alimwambia kwamba mama wangu, waambie wasinikate miguu, bali au kama inawezekana waniache na miguu yangu kwa mbovu. Wana umri wa miaka 11. Lakini mama yake alijaribu kuongea na daktari alifanya hivyo. Wakamwacha na miguu mbovu, wakarudi naye nyumbani. Lakini baada ya muda kwenda Gray akawa anakata. Lakini kuna siku akafanikiwa kutambaa chini. Anatambaa chini. Ila huo wakati ametambaa chini alimwambia mama yake, siku moja nitashinda mashindano ya Olympic. Sio kwamba nitashiriki, nitashinda mashindano ya Olympic. Mama yake akamwangalia mwanae akasema kwamba mama yake aliumia sana, kwa sababu kwenye akili yake alikuwa ameshajenga hofu ya kwamba mwanangu hawezi tena. Kutokana na hali aliyokuwa nayo wakati huo. Kwa wakati huo. Lakini baada ya mambo kwenda mbele, baada ya miaka miwili alimwona Gray akisimama pembezoni mwa ukuta.
Alimwambia kwamba umefanikiwa kusimama, hakika utashinda mashindano ya Olimpiki. Yeye ilimpa hamasa sana. Siku Gray alifanikiwa kuanza kutembea taratibu. Baada ya muda Gray akakaa vizuri, akafanikiwa kukimbia, akawa anakimbia mpaka akamuita pale kumtani kwa, akasema kwamba kids of lion, mtoto ambaye anakimbia. Baada hapo Gray ku recover, ambayo iliwashtua wengi sana, ambao hadi daktari sema kupona huyu ni muujiza. Gray alirudi shule, alishinda taji mbalimbali akiwa primary, akiwa shule alikuwa standard 6 darasa la 6, alishinda mashindano zaidi ya 3. Alifika sekondari, alishinda mashindano zaidi ya shindano. Alipofika baada ya muda kwenda, alishiriki mashindano ya Olimpiki, alishinda zaidi ya 3, matataji zaidi ya 3. Na baada hapo Gray aliweza kusoma masters, kusoma na PhD. Namna tunavyoongea hivi, Gray ni mtu mmoja wapo ambaye anakumbukwa nchini Marekani katika ushujaa, na alifanikiwa kuwa lecturer wa physical education. Lakini ni mtu ambaye hakukata tamaa, alitia ndoto yake na alibadili mtazamo wake, aliendelea kuwa na mtazamo wake. Hatua ya pili ambayo ni muhimu kuchukua hatua ndogo ndogo. Angalia zile eneo ndogo ndogo ambazo unaweza kuzifanya kwa ubora. Mtu ana vision kubwa, labda una ndoto ya kumiliki kampuni kubwa, lakini ukiangalia background yako, ukiangalia familia yako, ukiangalia uwezo wako, huo uwezo hauna. Ile ndoto yako mwisho siku usipokuwa makini utatengeneza negative attitude ambao utashindwa kuifikia hiyo ndoto yako. Kwa hiyo jambo la msingi, utavivunja vile vitu in form of parts. Labda nitolee mfano, kuna mtu anatamani kuwa public speaker, labda kuwa public speaker, mtu mkubwa katika swala zima la kutoa speech katika maeneo mbalimbali. Lakini sasa huyu mtu ana hofu, anaoga. Naweza kusema kwamba achukue action hata ndogo ndogo tu. Aanze kuzungumza na watu 3, 2, azungumze na watu 2, azungumze na watu 20, mwisho wa siku atakuwa na uwezo wa kuzungumza mbele ya watu wengi. Kwa kuchukua hatua ndogo ndogo inaweza ikakufanikisha kwenda mbele. Make sure unaikataa sauti ya ndani ambayo inakwambia kwamba hauwezi, bali jipe nguvu ya kusema kwamba ninaweza. Watu wengi ambao wanajitabilia swala zima la ushindi huwa wanafanikiwa sana katika maisha yao. Aliwahi kuongea katika chuo kikuu cha Harvard, walitoa chapisho ya kwamba watu wengi wanaojitabilia mambo ambayo ni chanya au wanaojiongelea mambo ambayo ni chanya huwa ni washindi katika maisha. Kwa hiyo usiangalie ile sehemu ambayo unakwama, usiangalie yale maumivu yako, just stay on positive. Kiwa katika engo ya positive, lazima utamuvu na utakuwa imara zaidi katika ile engo yako. Na jambo la tatu, tambua nguvu yako iko wapi, au jikumbushe mafanikio yako. Tunaamini mwanadamu yoyote ambaye yupo duniani au yoyote katika maisha yako, kuna jambo fulani umewahi kufanikiwa. Kuna engo fulani umewahi kufanya vizuri. Hebu itumie hiyo nafasi, hiyo engo, kana kwamba pale nilifanya vizuri, basi hata hapa nitashinda. Kuna wakati unakumbuka ulianguka na ukasimama tena ukafanikiwa. Kwa hivyo ndivyo itakavyotokea. Amini ya kwamba kuanguka kupo, lakini kuanguka ni sehemu ya kujifunza. Ni sehemu ya kukubali kwamba mimi ni wapi nilipoanguka, kuangalia ile engo ambayo umeanguka na kusimama tena ili upate kufikia ndoto yako. Hilo ni jambo la 3. Kuna jambo la 4 ambalo ni jambo la msingi sana. Nasema kwamba kupata msaada na ushauri. Ukimwona shujaa yoyote yule ambaye amekuwa ni very strong, kuna watu wako nyuma yake. Ambao wamempa support. Kuna mtu mwingine katika mapambano yake hahitaji kwamba support in form of financial. Anatamani asikie sauti ikimwambia kwamba nenda mbele. Pambana, utafanikiwa. Kwa mtu huyu
anapopata ile supportive anapopata ile nguvu, inamsaidia ya kwamba apate kufikia ndoto yake. Inampa nafasi kubwa ya kufikia maono yake. Katika maisha tunayoyaishi, kuna watu wengi ndoto zao wameshindwa kuzifikia. Aliongea kuna mtu mmoja anaitwa Manlo Dehite. Alisema kwamba utajiri mwingi haupo kwenye uchimbaji wa dhahabu, wala haupo kwenye uchimbaji wa almasi, wala haupo kwenye visima vya mafuta vilivyopo Saudi Arabia, bali utajiri mwingi upo makaburini. Ukienda makaburini kule ndio sehemu yenye utajiri wengi. Kuna makampuni mengi yamelala, kuna maeneo kuna watu wenye nguvu kubwa mle wamelala, kuna waimbaji wengi mle wamelala, lakini mwisho wa siku walishia kuimbia ndani kwao na kuimbia bafuni, kwa sababu walikuwa na roho ya hofu, walishindwa kutoka nje na kuonyesha ule uwezo waliokuwa nao. Katika maisha ambayo tunayoyaishi, usikubali ndoto yako kufa. Usikubali ndoto yako kupotea kabisa. Alikuja anaitwa Benjamin Fred aliwahi kuongea kwamba vijana wengi wanakufa wakiwa na miaka 25 mpaka 30. Anasema kwamba wanakata tamaa katika kuyafikia malengo yao. Kwa hiyo mimi ninakuasa usiwe kijana mojawapo wakufa ukiwa na miaka 25. Wakifa wakiwa na miaka 25 wanakuja wanazikwa wakiwa na miaka 75. Kwa hiyo wanaendelea tu kuishi duniani ili hali zile vision zao zimeshakuwa zimekufa. Hofu tunaweza kusema kwamba hofu ni silence of the dream. Yani ni mwizi kimya wa ndoto yako. Hakikisha una struggle, hakikisha unapambana, hakikisha unatafuta hatua za kwenda mbele. Sawa kabisa. Hizo ni mojawapo ya hatua ambazo unaweza kuzichukua, ambazo zinaweza zikakusaidia kufikia vision yako. Ndoto yako ni ya muhimu sana kuliko unavyofikiria. Hakikisha unaipambania, hakikisha unachukua hatua ili uweze kufikia katika ndoto yako. Sila, kwa sababu ya muda tu ndio unatuzuia hapa kuendelea na